Hata kukiwa na blackout, msijaribu kuguza Sifuna. Vikipikwa, vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia, na karibu tunaweze kuwadondolea habari kuhusiana na utani, kuhusiana na maneno, kuhusiana na kile ambacho wengi wa Wakenya waliweza kujitokeza na kuweza kuandika pale kwenye mitandao ya kijamii. Na siku ya Jumatano tarehe ikuwa ni 29, tuliweza kushuhudia blackouts ama kupotea kwa nguvu za umeme baadhi ya sehemu nyingi sana nchini Kenya, na Wakenya wakawa wameweza kujitokeza, Wakenya wakawa wameweza kusema mambo kama kawaida yao na kuweza kusema maneno haya. Kuna wengi wa Wakenya ambao waliweza kusema kwamba hata kukikosekana nguvu za umeme, hata kukiwa na blackout, basi Edwin Watenya Sifuna asiweze kuguzwa, aweze tu kuwa salama kabisa hata kukiwa na zile nguvu za umeme kuweza kukosekana. Na hii imeweza kujitokeza tu pindi wakati ambapo tunaona kwamba safari ya Edwin Sifuna ya kuweza kuwania kiti cha urais imezidi kukua kila uchao, imezidi kuungwa mkono na watu wengi sana kwenye sehemu tofauti tofauti katika nchi tukufu ya Kenya. Na tunaona kwamba nguvu za umeme ziliweza kupotea na kukawa na blackout jana usiku, nazungumzia siku ya Jumatano, na wengi wa Wakenya wakawa wameweza kutoa hisia zao tofauti tofauti, na hata pia kwa pale kwenye page ya Radio Maisha waliweza kuandika kuashiria kwamba cha muhimu ni Sifuna asiweze kuguswa. Na kwa nini kila wakati kuanzia asubuhi, mchana na hata jioni wengi wa watu wanazidi kuzungumza kuhusiana na Sifuna? Yani inakuwa ni Sifuna this, Sifuna that, Sifuna this, Sifuna that kila mahali kwenye mitandao ya kijamii. Na tunaweza kusema kwamba nyota ya Edwin Watenya Sifuna inazidi kung'aa na kung'aa zaidi, na ndio kwa maana kila mtu anaweza kumzungumzia. Na basi ina maana kwamba huyu ni mwanasiasa mchanga ambaye huenda akazidi kung'aa kabisa iwapo ataweza kushikilia misimamo yake ambayo amekuwa nayo, iwapo ataweza kusafiri na Wakenya namna ambavyo amekuwa akifanya. Na kuna tu wengi ambao labda ndio wanaweza kumtambua Edwin Sifuna kwa sasa, lakini safari ya Edwin Sifuna haijaweza kuanza sasa hivi, iliweza kuanza kitambo, lakini kukua kwake na kunawiri ndiko kunazidi kufanyika kwa haraka sana. Na kwa nini tu Wakenya wanamuhusisha kwa kila kitu? Hii inamaanisha kwamba upendo walio nao kwake Edwin Sifuna si upendo wa kulazimishwa, ni upendo ambao ni wa dhati sana, ni upendo ambao umejaa mioyoni mwao na wanaweza kumtakia kila laheri. Na wakati tu ambapo tunazungumzia maswala kuhusiana na nguvu za umeme kuweza kukosekana, kwa wale ambao labda hawatanielewa, si kwamba tu tunaweza kuzungumzia nguvu za umeme na hii inaweza kujitokeza kama fumbo, hii inaweza kujitokeza kama jazanda. Na labda tu kukosekana kwa nguvu za umeme ni ile hali ya watu kuwa kwenye giza, na wakati watu wanakuwa pale kwenye giza, huenda mambo mengi sana huweza kufanyika katika giza, huenda hata wakora huweza kujitokeza katika giza, manake watu hufanya mambo yasiyo mazuri pale kwenye giza na si pale kwenye mwangaza. Na kwa hivyo hii ilikuwa inajaribu tukumaanisha kwamba hata kukawa na jambo ambalo ni baya, hata kukaweza kukosekana na vitu fulani, basi inamaanisha kwamba Edwin Watenya Sifuna atasalia kuwa imara na anapaswa kuweza kuchunga. Manake tunapokuwa na ukosefu wa nguvu za umeme, basi inamaanisha kwamba ni tunaweza kupoteza kitu fulani ama tunaweza kuwa kwa hali ambayo si shwari. Na hii inajitokeza tukuonyesha kwamba Edwin Sifuna kwa vyovyote vile yeye ni kama mwangaza, na basi anapaswa kuweza kulindwa sana. Na kwa nini tuseme kwamba anapaswa kuweza kulinda sana? Tunafahamu kwamba siasa ni mchezo mchafu na wasafi huwa hawaruhusiwi. Katika siasa hakuna jambo lolote ambalo ni zito, katika siasa hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu, na kwani mtu anaweza kufanya jambo lolote ili aweze kupata kile ambacho anaweza kutafuta pale kwenye siasa. Na pia kabla ya Edwin Sifuna kuweza kufanyiwa mahojiano pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV, kuna swali ambalo alikuwa ameulizwa. Kuna mahojiano ambayo alikuwa amefanyiwa na mwanadada fulani pia pale, na wakati ambapo walikuwa wakizungumza na Edwin Sifuna, aliweza kumuuliza iwapo yuko safe wakati ambapo anakuwa pale kwenye wananchi, wakati anakuwa kwa wananchi, how
how safe yeye huwa ako pale. Na Edwin Sifuna akaweza kumjibu na kumwambia kwamba unapowalinda wananchi pia nao wataweza kukulinda. Na hii ina maana kwamba Edwin Sifuna akasema kwamba Gen Z mara mingi husema kwamba siri ni numbers, na kwa hivyo lazima ukiwa na numbers basi utaweza kukua safe. Na akaweza kusema yeye anapokuwa kwenye halaiki ya watu, kama namna ambavyo watu wengi waliweza kujitokeza Kitengela kwenye mkutano wa Linda Mwananchi, watu wengi wamekuwa wakijitokeza hata hapo Kisumu, na namna ambavyo ilikuwa katika eneo la Western, nazungumzia Bungoma na Trans Nzoia. Kwa hivyo anasema kwamba yeye hata akitembea hapo katikati ya watu, yeye huwa anahisi kwamba ako safe kabisa, kwa sababu anafahamu watu wako hapo kumlinda, na watu ambao huwa wamejitokeza kwenye rally za Linda Mwananchi ni wale watu ambao wanakuwa wanampenda Edwin Sifuna pamoja na viongozi wengine wa Linda Mwananchi, na ndio kwa maana wanajitokeza na kuweza kumprotect. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wakifanya tu wakitania, wakidhani kwamba jambo la kuzungumzia nguvu za umeme ilikuwa ni kuhusu nguvu za umeme, si nguvu za umeme. Inaonyesha kwamba wakati kunakuwa na giza, labda kitu fulani kinaweza kufanyika, na wao wanajaribu kumaanisha kwamba ni kama jazanda, Edwin Sifuna ni mwangaza na anazidi kumetameta, anazidi kuangaza sana. So in case of anything anapaswa tu kuweza kuwa ako safe. Na hiyo inaonyesha kwamba ni upendo mwingi ambao Wakenya wameweza kumpenda. Na wengi waliweza kucomment, na ikawa sasa ni kama kila kitu lazima kiweze kumuhusisha Edwin Sifuna. Na pia nikiweza pia kuangalia tu pale kabla aweze kufanywa mahojiano, tena Wakenya walikuwa wamejitokeza na kusema mambo mengi, wakiwa wanasema kwamba Yvonne Okwara Matole lazima aweze kuwa imara kabisa na asiweze kumuuliza Edwin Sifuna maswali ambayo si maswali sahihi. Wengi walikuwa wanazungumza pale kwenye mitandao wakisema kwamba iwapo utamuuliza Edwin Sifuna maswali ambayo hayastahili, basi ni wewe utaweza kujikuta pabaya. Na wengine wakawa wanatania pia wakisema kwamba kila wakati ambapo anaulizwa swali lazima aweze kupewa kikombe cha maji ya kunywa, aweze kunywa na ndiposa aweze kuendelea. Na pia wengine walikuwa wanasema kwamba kabla ya kuanza mahojiano hayo na pia kutamatisha, lazima wimbo wa taifa uweze kuimbwa, manake Edwin Sifuna ni kama rais wa 6 wa Kenya ambaye alikuwa anaenda hapo kama rais, bali si tu kama seneta wa gatuzi la Nairobi. Na kwa hivyo unapata kwamba ni mambo ambayo Wakenya wanazidi tu kuhakikisha kila ambacho wanafanya wanaweza kumleta Edwin Sifuna ndani, na wakati ambapo wanamleta Edwin Sifuna ndani hawamleti kwa ubaya bali kwa uzuri, na hata kuweza kuonyesha upendo walio nao kwake Edwin Sifuna. Na basi maoni yako ni yepi kuhusiana na kila ambacho Wakenya wanazidi kukisema kila uchao? Hakikisha tu kwamba unawachilia maoni yako pale kwenye comment section, na ili pia tuweze kujua maoni yako ni yepi. Na pia kukukumbusha tu, kama hujaweza kusubscribe kwenye account ya Director Dasi, hakikisha kwamba unaweza kusubscribe na una ring kengele ku turn on notification, ili ndiposa tunapoachilia kazi kama hizi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.